Ambao tukisema kama wote wanatoka nchini Misri. Kuanzia mwamuzi wa kati, wa pembeni, yani tuseme jopo zima la waamuzi wamechukuliwa kutoka nchini Misri. Ili kwako limekaaje ama kanuni ipi imetumika kuwaleta hapa waamuzi kutoka nilisema kwamba ningetamani siku moja dabi iamuliwe na waamuzi kutoka nchi. Na inshallah hili limetimia. Kwa hiyo hakuna tena papatu. Yaani mizani yako umeiweka vipi kuelekea kwenye mchezo wa kesho kutokana na performance ya hizi timu zote mbili? Nikitazama hali ilivyo kwenye performance ya hizi timu mbili kwa Yanga jinsi walivyo currently, attacking lane ya Yanga inatishika. Kama Simba watapata ile first 11 yao totally ikaanza na Yanga akawa fit kwenye first 11 yao, hakuna mnyonge kwenye hii mechi. Kuna matumaini na vilabu vyetu hivi viwili ama vitatu kwa unavyoongelea Mamelodi ambaye bado, lakini kwa upande wa Al Ahly ambaye kwa siku ya jana ni kuna namna kama kaaga mashindano. Unajua ukiwatazama Al Ahly, wale Al Ahly jinsi walivyo, wao mara zote wanaweza kukuaminisha kwamba timu yao ni bora, yani na tishio haipasi kufungwa. Ni kukaribisha tena mtazamaji wa FJTV ndani ya kipindi cha kupendwa cha Sport League Cup, na hapa leo tutakuangazia kubwa zaidi ni kuelekea katika mchezo wa kesho wa dabi ya Kariakoo kati ya Simba pamoja na Yanga, mengi ambayo yametokea na yanazungumzwa na kuwepo kwa waamuzi kutoka nje kuchezesha dabi. Lakini kimataifa tutaongelea kutoka kwa Al Ahly katika michuano ya FIFA Club World Cup ambayo inaendelea nchini Marekani. Ninayekuendesha kipindi hichi ni Neema Kaigwa, lakini siko peke yangu, niko na Kiepo Benedicto ambaye atakuletea uchambuzi wote wa kimichezo kuanzia ndani ya Tanzania pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. Usiondoke, tunarudi sio muda mrefu. Tumerejea tena mtazamaji wa FJTV, na kubwa zaidi kwa hapa ndani bwana Kiepo, tunaenda kuangazia mchezo ambao unaenda kesho kwa mabingwa wa NBC msimu wa 25 msimu wa 24. Lakini kubwa zaidi ni kuwepo kwa waamuzi kutoka nje ambao watakuja kuchezesha dabi ya Kariakoo, ambao tukisema kama wote wanatoka nchini Misri. Kuanzia mwamuzi wa kati, wa pembeni, yani tuseme jopo zima la waamuzi wamechukuliwa kutoka nchini Misri. Ili kwako limekaaje ama kanuni ipi imetumika kuwaleta hapa waamuzi kutoka nje? Kwa faida ya mtazamaji, ukiangalia orodha ile ya waamuzi watatu wanatoka Misri, mmoja referee Sesa anatoka kuna mmoja kama alafu match commissioner ni hapa Tanzania, Salim Singano kutoka pale Tanga. Hiyo ndio orodha ya watu ambao wamepewa jukumu la kwenda kusimamia mchezo husika. Umezungumza juu ya kanuni gani ambayo inasema actually we are sharing the same game. Si hiyo inaruhusiwa. Na maana nakwambia, nakumbuka siku kadhaa huko nyuma nilishawahi kuzungumza pia kupitia hili swala la waamuzi. Tena tulifanya kipindi cha Sports Question. Nilisema kwamba ningetamani siku moja dabi iamuliwe na waamuzi kutoka nchi. Na inshallah hili limetimia. Kwa hiyo hakuna tena papatu. Though tunawazungumza hawa waamuzi watatu, wao wengine assistant referee, referee assessors, sio shida. Tunazungumza yule waamuzi wa kati ambaye atakuwa ni Amin Mohamed Omar Amin. Yeye ndo ambaye ata officiate mchezo. Sasa kwa faida ya mtazamaji pia, huyo Amin Omar ni nani? Huyo alianza kufundisha kwa maana ya kusimamia mpira officially 2013. Hapo ndo alikuwa ameaminia kwanza kuchezesha ligi kuu nchini Misri. Lakini 2017 FIFA wakamtambua sasa kama mwamuzi wa FIFA. Lakini mwaka 2019 alikuwa miongoni mwa waamuzi ambao walikwenda kuchezesha kombe la dunia kwa chini ya miaka 17 bila shaka pale ambayo ilifanyika Brazil. Alikuwa miongoni mwa waamuzi. Lakini msimu huu wa mashindano ya CAF bila shaka utakumbuka ndio mwamuzi ambaye alichezesha mchezo wa Al Hilal dhidi ya TP Mazembe wa CAF Champions League group stage ambao uliisha kwa Al Hilal kushinda 2-1. Kwa hiyo ni mwamuzi mwenye standard yake. Sio mwamuzi wa wasiwasi. Kwa hii profile ambayo nimeitoa hapa, sio mwamuzi wa shida, ni mwamuzi
aliyeshiba na anajua nini ambacho anakifanya. Kwa hiyo mimi Amini ni mwamuzi ambaye bila shaka atakwenda kutupa ile test ya ushindani ya namna ambavyo hali jinsi ambavyo itavyokuwa. Kwa nimependa haya maamuzi ya kufikiria kutumia hawa waamuzi wa nje. Na ingewezekana hata mechi commissioner angekuwa nje, lakini amebakia kwa sababu ya kulinda zile interest za mpira wetu na interest za hawa watu kutoka nje pia. Kwa lazima mtu awepo kulinki hivyo vitu viwili. Kwa ndo hali jinsi ilivyo. Kwa hiyo sisi kwenye football inaruhusiwa. Kwa mfano wenzetu Misri ndio utaratibu wao. Ukionekana mchezo ambao haujaridhishi nyinyi wenyeji, hamjaridhishwa na waamuzi katika siku husika, kwa mnaweza mkaomba kwamba muende uchukue waamuzi sehemu nyingine. Wenzetu Misri wamekuwa kufanya hivyo. Lakini kwetu sisi ilikuwa ngeni kidogo, na nilisema huko nyuma kwamba ikitokea itakuwa ni jambo kubwa. Nadhani sasa tulianza imetokea. Hii ni thamani ya dabi. Lakini hii neema haijaja hivi hivi. Hii naambiwa za ndani kabisa. Naambiwa aliyepewa dhamana ya kusimamia huu mchezo alikataa. Aliambiwa ile mechi ya tarehe 15 yeye alikuwa tayari kuchezesha. Lakini baada ya kupelekwa mbele akakataa, kwa sababu alijua ni mechi ambayo inafanya maamuzi nani anakuwa bingwa. Sitemenielewa. Akakataa. Sasa baada ya kukataa, kila ambaye aliguswa, labda wewe uende, akawa hapana, mimi sitaki kubeba kwenye, unajua Simba na Yanga hizi bwana zina matatizo mengi. Zinaweza kufanya ukapotea kwenye mpira hivi hivi. Kwa hiyo mwisho wa siku maamuzi yakafanyika, wameleta marefari kutoka nje. Kwa hiyo tutaona hali nzuri. Tukiachana na jambo la waamuzi, kwa sababu tayari maamuzi yameshafanyika waleta hao, lakini sio wote ambao wamekubaliana. Kwa upande wa Simba na Yanga bado masaa machache, kwa sababu kesho ni saa 11. Simba na Yanga anahitaji sare ama ushindi, lakini kwa Simba yeye option ni moja tu, ushindi tu. Yaani mizani yako umeiweka vipi kuelekea kwenye mchezo wa kesho kutokana na performance ya hizi timu zote mbili? Nikitazama hali ilivyo kwenye performance ya hizi timu mbili, kwa Yanga jinsi walivyo currently, attacking lane ya Yanga inatishika. Huo ndio kweli. Yaani kwa siku za karibuni safu ya kushambulia ya Yanga inatishia, kwani imekuwa na mwendelezo wa kufunga magoli mengi kwenye michezo mingi. Na ukiangalia jinsi ilivyo, kumekuwa na hali ambayo inakupa ukakasi au wasiwasi wa kuona kama Simba watakuwa na uwezo mkubwa wa kuizuia safu ya ushambuliaji ya Yanga. Lakini tunazungumza pia currently kwenye safu ya ulinzi ya Simba kuna kitu kimoja kimeongezeka. Kuna ile individuals kwenye mpira tunaita hivi. Hiyo Musa Pinpin Kamara ameweza kuofa. Rejea katika mchezo wa mwisho dhidi ya Kagera Sugar, alikuwa na outstanding performance, akifanya kazi kubwa sana golini mpaka Simba anaondoka na ushindi wa bao moja. Vinginevyo watoto wangechafua hali ya katika ile. Kwa hiyo hizi ni faida mbili ambazo hizi timu wanazo. Wakati Yanga wana best attacking line, watu wanaweza wasinielewa, lakini na refer namna ambavyo wamekuwa wakifunga magoli kwenye michezo hizi za mwisho za ligi. Wamekuwa wakifunga magoli mengi sana. Wanazungumza kwenye michezo miwili iliyopita wamefunga takriban magoli 10. Kimenelewa. Kwa hiyo jambo ambalo linakufikirisha kwamba hao ni timu ambayo ina ubora mkubwa. Lakini tunawataja Simba ambao wao kuna watu wanafaida kuwa na watu ambao wanaweza kudecide matukio muhimu kama haya kwenye michezo. Hasa zinapopatikana set pieces. Wamekuwa na huo ubora mkubwa kwenye kuamua baadhi ya vitu katika michezo husika. Tunamzungumza Awa ambaye ndio ambaye mbeba namba zile za Simba jinsi zilivyo. Lakini tunamzungumza Lionel Ateba Mbila, tunamzungumza Steven Deso Kwala ambao pia wamekuwa na uwezo wa kuweza kuofa kitu katika mechi kadhaa, mechi kubwa pia. Msimu huu tumeona Yanga katika michuano ya kimataifa ndio kipimo cha mechi kubwa, lakini tumeona Simba katika mechi za kimataifa pia ambacho pia ni kipimo cha mechi kubwa. Kwa tumeona ile spirit ya hizi timu zote mbili ambazo wanazo pale ambapo wanataka kufight watengeneze kitu. Kwa hiyo hii inakupa tafsiri hakuna mnyonge kwenye quality katika huu mchezo. Kama Simba watapata ile first 11 yao totally ikaanza na Yanga akawa fit kwenye first 11 yao, hakuna mnyonge
kwenye hii mechi, kwa sababu timu zote mbili zimekuwa na watu ambao wana ubora mkubwa. Simba wakipata first 11 yao ambao nyuma ina Hamza yuko mzima kabisa. Naamini kitu kitatokea. Fabrice Ngoma, Yusuf Kagoma wakipatikana wakiwa wazima, lakini Africans pia Alidia Ucho wakipatikana yuko mzima, Dukebuye yuko mzima. Nadhani ni mechi ambayo itakuwa nzuri sana kuitazama. Kwa kumalizia, tumezoea kwamba dabi inapewa wiki moja kabla, yani maandalizi nini. Kwa maana hiyo hata mashabiki wanapata muda mzuri wa kujiandaa. Hii imekuwa na mambo mengi. Watu kuanzia tarehe 8 walikuwa na hope ya kwenda kwenye mchezo ukavurugika, lakini tarehe 15 hivyo tena, lakini kwa kesho kwa 25 unaona mwitikio wa mashabiki ukiwa kama kipindi cha nyuma ama dabi zilizopita? Kwanza mimi niseme hii ni mechi ipo ya tofauti sana. Yaani hii ni mechi ina decide nani anakwenda kuwa bingwa. Kwa hata kama kuna timu, yani kwa hivi hapa tuweke mambo sawa. Kama kuna shabiki wa timu fulani anasema haendi uwanjani, basi atakuwa ameikosesha nguvu timu yake kwenye kushinda ubingwa. Kwa hata timu yake ikikosa ubingwa asilaumu. Asitokee mtu akalaumu kwamba kwa nini timu yake imekosa ubingwa. So hii mechi ina mvuto, ndio mechi ambayo natarajia sana iwakusanye watu wengi sana waelekee katika mechi husika. Umeelewa? Mimi ninaamini mashabiki pia they are curious to wait, kusubiri kuona nini ambacho kitatokea katika mechi husika. Kwa mimi kwangu ninaamini kutakuwa na hiyo hali. Yanga ni wenyeji katika mchezo, ninaamini Simba pia nao watakwenda katika mchezo kuunga mkono timu yao. Kwa kutakuwa na ushindani wa hali ya juu kutoka hata nje. Wakati mwingine pia tukipata mechi za aina hii kunakuwa hakuna mambo mengi. Unajua tension kwamba dabi imepewa wiki moja, pia tension inakuwa kubwa kuanzia kwa wachezaji, viongozi, vyombo vya habari. Wakati mwingine pia wachezaji wanaweza kutoka nje ya mstari. Lakini imekuwa simple, mechi za ligi zimechezwa hapo majuzi kati. Leo tunakwenda katika mchezo wa dabi. Kwa ni simple tu. Hakuna mambo mengi. Watu wamelala, wameamka siku mbili wanaingia katika mechi ya dabi. Kwa atakayecheza akashinda na anaenda kuwa bingwa. Mtazamaji wa FJ TV lakini mfuatiliaji wa Sport League Cup, wewe naye pia unaweza ukatoa maoni yako. Unaona hii dabi itakuwa na mvuto kwa upande wa mashabiki, lakini unaipa timu gani nafasi ya kwenda kubeba ubingwa mbele ya mpinzani wake? Toa maoni yako, tutaenda kuyasoma. Taarifa ya Kariakoo dabi bado kesho, nao muda upo, tutaenda kuizungumzia zaidi, lakini kufikia hapa tunafunga taarifa za ndani ya Tanzania, na tukirejea tunaenda kwenye nje ya mipaka ya Tanzania, ambapo kubwa zaidi tutaenda kumwangalia mkongwe wa Afrika mwenye vikombe vingi ambaye kwenye michuano ya FIFA kwa ngazi ya vilabu ameenda kama kufanya mazoezi, hajavuna chochote kile. Tunarejea, usiondoke. Tumerejea tena mtazamaji wa FJTV, na sasa ni wakati wa kuiangazia kimataifa zaidi, na kubwa zaidi tunaenda kuangalia muendelezo wa michuano ya FIFA kwa ngazi ya vilabu ambayo inaendelea nchini Marekani. Tulikuwa na matumaini na vilabu vyetu hivi viwili ama vitatu kwa unavyoongelea Mamelodi ambaye bado, lakini kwa upande wa Al Ahly ambaye kwa siku ya jana kuna namna kama kaaga mashindano. Pointi 2 alizokusanya, michezo miwili amesare yote. Kwa hakuna namna yeye kwenda kuendelea mbele. Yani uliona kupoteza au kutovuka kwenye hatua 16 bora. Unajua ukiwatazama Al Ahly, wale Al Ahly jinsi walivyo, wao mara zote wanaweza kukuaminisha kwamba timu yao ni bora, yani na tishio haipasi kufungwa. Ndo Al Ahly jinsi walivyo. Nadhani hiyo ipo kasumba hiyo katika vilabu vikubwa duniani. Yani kuna timu wao wenyewe hawana muda wa kusubiri. Lakini Al Ahly bila shaka katika kundi ambalo tuliamini wanaweza kufanya kitu, wamekutana na surprise pia ambao hata wao wenyewe wameshindwa kuelewa nini ambacho kimetokea. Lakini actually Al Ahly wamefanya mabadiliko ya mwalimu. Mimi ninaamini kama angekuwa ni Marcel Koller ambaye angeongoza Al Ahly katika haya mashindano, pengine kwenye hili kundi angefanya kitu, kwa sababu wamebadilisha mwalimu ambaye alikuwa na siku 50 kabla ya mashindano. Siku 50, one of the regent Hafiz yeye anasema zinatosha sana kwa mwalimu Jose Rirello kuwasoma wachezaji wa Al Ahly na kufahamu Al Ahly ni timu ina gani.
siku 50. Yaani leo nataka umkosoe mwalimu kwa siku 50 ambazo wamekaa na timu. Si kitu ambacho sio fair. Kwa kwangu mimi ninaamini Al Ahly hapo. Nadhani hata kuna baadhi ya watu wanaamini nadhani Jose Revelo angepaswa kuiongoza Al Ahly baada ya haya mashindano. Baada ya mashindano kwa maana wangeenda na Nasoro. Wangeenda na hata na kocha msaidizi, wangeenda na kocha mwingine yote kwa sababu wana very good technical bench. Lakini walicho opt ni kumpa mzigo na pressure bure Jose Revelo ambaye pengine walitegemea na kuja kutengeneza Al Ahly ya generation nyingine. So kwa Al Ahly unaweza kusema plani zilifresh toka mwanzo wakati wanaenda katika ya mashindano. Kundi lao lilikuwa jepesi sana. Ile kundi angekuwa kama mtu kama Mamelodi saizi angekuwa at least. Angekuwa kwenye nafasi ya pili hivi. Yeah, at least angekuwa na uhakika wa kuqualify. Ndio hiyo Pele umuota asiyekuwa na kucha. Unaweza kusema hivyo. Kiwalisia kundi lake lilikuwa jepesi ukiliangalia, lakini hata ule ukubwa ambao tulikuwa tunampa mimi nilidhani anaenda kuonyesha kwenye ile kundi. Sio kundi kama alilokuwa Wydad, alilokuwa Tunis au hata kidogo Mamelodi. Walikuwa na makundi ambao kidogo yalikuwa yanatupa wasiwasi, lakini mpaka sasa hivi tunaongelea Mamelodi ndio kidogo anatupa yale matumaini. Japokuwa na yeye mchezo wa mwisho anakutana na mtu ambaye anaongoza kundi. Kwa hiyo yani bado Al Ahly kuna namna kama kaangusha au kazoofisha ile matumaini ya watu wa Afrika wengi. Lakini hapo pia kuna maneno yani inasemekana bado kocha ambaye anaiongoza mpaka sasa hivi wale wakubwa wa vilabu bado hawana imani naye, yani hawamwamini japokuwa wamemkabidhi timu. Mimi niseme miongoni mwa timu ngumu kuziongoza hapa Afrika basi na Al Ahly. Kama ilivyo duniani leo Real Madrid ni timu ngumu kufanya nao kazi. Na pia kama ilivyo EPL timu ngumu kufanya nao kazi ni Manchester United. Hawa Magiants mara nyingi wao wanakuwa hawana muda wa kupoteza. Wao wanachotaka ni matokeo. Leo hii Legend wanamkosea sana Jose Revelo. Nilisikia Legend mmoja anasema kwamba mwalimu ambaye anaifundisha timu yetu kwa sasa hakuwa na huo uwezo. Wakati huo mmekabidhi timu. Kwani yeye mwenyewe tu kufundisha Al Ahly anaona ni mafanikio. Sio, unanielewa? Unaona hizo kauli za Legend ambazo zinakuwa. Lakini unajiuliza kwa nini Jose Revelo asiseme kama ni mafanikio kufundisha Al Ahly? Yeye hapa Afrika hajafundisha timu kubwa yoyote. Kwa nini yeye asione kama ni mafanikio kufundisha Al Ahly? So unataka aje mwalimu wa aina gani? Aje mwalimu ambaye alishapita kwenye klabu kubwa. Watafuteni. Lakini Al Ahly pia wamekuwa hawana subira kwa sababu waliachana na Marcel Koller ambaye amekosa Champions League msimu huu, ndio kosa ambalo lilimuondoa. Alitolewa na nani kwenye Champions League? Mamelodi Sundowns. Kwa klabu ya kuibeza. Sio klabu ya kuibeza hata kidogo. Imekuwa na ubora mkubwa msimu huu. Hata Pyramid wenyewe wameshinda Champions League wakiwa nafahamu wameifunga timu ambayo ilikuwa bora. Katika mazingira kama hayo, Legend wa Al Ahly of course ni kitu ambacho wanakitengeneza, wamsaidie Marcel na wamsaidie Jose Revelo. Kwa hiki ambacho watampa tu pressure za bure, ashindwe kufanya vizuri, ashindwe kutengeneza timu ambayo at least msimu unaokuja anaweza kushinda Champions League. Kwa wamsaidie kumweka sawa. Wanasema ni mwalimu ambaye hana reaction akiwa kwenye touchline. Unataka reaction gani? Zile za mwalimu kuruka yani ile kufoka. Akikosea foke azungumze. Wanasema he's too quiet akiwa kwenye touchline. Kwa anapaswa kuwa mkali kwa kile ambacho kinaonekana. Lakini nikwambie inawezekana ndani ya Al Ahly kuna wachezaji pia wanatumika na baadhi ya Legend kufanya kocha asionekane ana uwezo. Kwa sababu nilifuatilia mwandishi mmoja kutoka Messi anasema baadhi ya wachezaji hawapendi kuambiwa jambo na mwalimu wakafuata. Kwa nadhani ni kitu ambacho pia anapaswa kukiangalia wamsaidie jamani. Klabu ya Al Ahly ambayo imeshatolewa kwenye michuano ya FIFA kwa ngazi ya vilabu, kombe la dunia ambalo linaendelea nchini Misri, lakini pia hawana imani na kocha wao ambao tayari amewaongoza kupata pointi 2 kwenye kundi lao.
Na kufuatia taarifa hiyo ya Al Ahly kutolewa kwenye michuano ya FIFA World Cup, ndio inayotufungia kipindi chetu. Na pia unaweza kutoa maoni yako, ulitegemea timu hii kutolewa mapema hivi, na huku ikisalia timu ya Mamelodi ambao watu wengi kuna namna waliipa kipaumbele sana Al Ahly. Kufikia hapa tunafika mwisho wa kipindi chetu. Niliyekuongozea kipindi hichi ni Neema Kayugwa, lakini sikuwa peke yangu, nilikuwa na Kiepo ambaye amekuletea kwa undani taarifa zote kuelekea dabi ya Kariakoo ambayo inaenda kuchezwa kesho, lakini nini Al Ahly walikikosea kwenye michuano hii, lakini ametoa ufafanuzi kuhusu hatima ya kocha wa klabu hiyo. Wakati mwingine tutaonana tena. Bye bye.